ya mtaelewana. Haleluya. Yaani ibada ni kitu cha kumheshimu Mungu kuliko vitu vingine vyote. Yaani itakapofikia wakati wewe unamweka Mungu wa kwanza hata kuliko mpira. Kama wewe ni shabiki mzuri wa mpira, ikafika kipindi unataka kufanya ibada kama hivi. Kuna watu hawaendi kabisa kanisani kama kuna mechi muhimu ambao wao wanaita mechi muhimu inachezwa muda huo wa ibada, especially hizi ibada za katikati ya wiki zinazofanyika jioni. Kama kuna mpira, ukienda kwenye makanisa mengi makubwa yenye watu wengi, unakuta siku hiyo kuna watu nusu hawapo kanisani kwa sababu wapo mpirani. Yaani ana kuangalia mpira, ikitokea hujauangalia mpira wa siku hiyo ukapata tu matokeo, utapoteza nini? Lakini ikatokea umekosa ibada, umeenda mpira, yaani umemreplace Mungu na mechi. Haleluya. Kuna baraka nyingi sana unaweza ukazipata kwa kukiacha kile kitu ambacho ni muhimu kwako kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Yaani hapo ndo Mungu anakubariki. Hapo ndo Mungu anajisikia vizuri kwamba yaani anajisikia kuheshimiwa. Tunaelewana vizuri? Inatokeaje wewe uko nyumbani alafu mtu wako wa karibu au rafiki yako akakwambia, ukamuuliza vipi leo utoki? Mbona leo akakwambia leo ninatoka na nilikuwa na vitu muhimu sana, lakini sasa kwa sababu si umekuja hapa mimi siwezi kutoka nikakuacha mimi hamna shida, mimi nipo tu, mimi nitakaa naangalia TV, si unarudi? Anasema lakini haitapendeza. Hapana, siwezi kutoka nikuache. Sasa umekuja na nini, tukae tupige story au mambo yapo tu. Lakini unajua wewe ni mtu wa muhimu pia. Huwezi kumwacha rafiki yako mtu amekuja kukutembelea afu kakimbia. Mimi nikajua utakimbia mara moja afu utarudi utanikuta. Hapana. Wewe utasema hivyo, lakini ndani ya moyo wako kuna namna unajisikia kuheshimiwa na yule mtu. Haleluya. Amen. Kuna namna unamuona yule mtu amekuheshimu, amekupa nafasi fulani kwenye moyo wake. Hicho ndicho kinachotokea kwa Mungu. Unapoacha kitu chako unachokipenda cha muhimu kwa sababu ya Mungu, Mungu huwa anajisikia vizuri. Hicho ndicho kinachoitwa ibada. Yaani kumweka Mungu kwenye nafasi ya kwanza kuliko vitu vingine vyote ambavyo hata kama ni muhimu kwako, kuonyesha kwamba hichi ni muhimu kwangu, lakini hakiwezi kuwa muhimu kuliko Mungu. Hallelujah. That is worship. Bwana Mungu asifiwe.